matatizo yoyote. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kufunga siku ya Arafa na tarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyo asamehewe madhambi yake ya mwaka uliopita. Yani mwaka uliopita huu utasamehewa dhambi zako kwa sababu ya kufunga hiyo siku ya Arafa. Na mwaka unaokuja pia Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako. Sasa watu tunaulizana, ni nini hiyo Arafa? Na ni lini hiyo Arafa? Je, Arafa ni siku watu wanasimama kwenye viwanja vya Arafat? Je, siku ya kufunga Arafa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja? Ikiwa tutaifungamanisha kusimama kisimamo cha Arafa na funga ya siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, tutakuwa na mtihani mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala katika kutaka kutuonyesha na kutufahamisha, imetokea katika miaka ya juzi, miaka ya corona, kulikuwa hakuna haji, watu hawajaenda haji. Kwa hiyo maana yake kwamba watu hawakusimama nini? Kisimamo cha Arafa. Je, maana yake watu siku ile hatukufunga siku ya 9? Sisi tulifunga, au sio? Maana yake funga hii ina mafungamano na siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja na sio kisimamo cha Arafa. Nitakupa kwa dalili. Katika hadithi imekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina. Mtume katika utume wake aliishi miaka 23. Nimesema ameishi katika nini? Utume, sio umri wake wote, tuelewane vizuri. Katika utume na kutumikia utume na kuitumikia risala aliishi miaka 20 na ngapi? Na 3. Maana yake mtume aliletewa ujumbe au aliletewa utume akiwa na umri wa miaka 40. Jumla mtume ameishi miaka mingapi? 63. Mtume alipoishi Maka aliishi miaka 13 ya risala. Akahama baada ya misukosuko, kwa tarehe ndefu hatuna haja ya kuieleza, akaja katika mji wa Madina. Alipokuja mji wa Madina akawakuta maansari wana siku 2 wanasherehekea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia, laqad abdalakumullahu bikhairin minhuma, Mwenyezi Mungu amekubadilishieni masiku haya kwa masiku mazuri zaidi, ambayo ni Eidaini, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Hii ilikuwa mwaka gani? Mwaka wa 2 min al-Hijra. Mtume alipokwenda Madina kaishi mwaka wa kwanza. Mwaka wa 2 ikafaradhishwa faradhi ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Nenda katika kitabu chochote, kitabu kidogo tu kile Khulasatu Nurul Yaqin, ambao ndio mabadi ya sira, yani ndio mtoto mdogo akianza kufundishwa sira anasoma hicho, utakuta maelezo haya kwamba Ramadhani imefaradhishwa katika mwaka wa 2 na ndio Eid imefaradhishwa mwaka wa 2 min al-Hijra. Tumesema mtume ameishi miaka mingapi katika Madina? 10. Sawa? Miaka 10. Lakini mwaka wa 2 tu kuingia hijra ikaleta faradhi ya nini? Ya saumu ya Ramadhan, ikaja na faradhi au sunna ya Eid ya Fitri, lakini hapo hapo pia ikaja na sunna ya kufunga yaumu Arafa na pia kusherehekea Eid ya Eidul Adha mwezi 10 ya mwaka wa 2 wa Hijria. Hapo tukumbuke hija haijakuja, ndugu zangu ni Waislamu. Uislamu ulipokuja haikuleta vitu vyote kwa mkupuo mmoja. Haya, kuswali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji, zote lazima mfanye. Hapana.
ilikuja tadrijia, kidogo kidogo. Kwanza ilianza swala toka Maka, watu wakaanza wanaswali, na ndio ile Mtume Muhammad alipoenda Isra na Mi'raji akafaradhishiwa nini? As-sala. Kidogo kidogo ikaja saumu Ramadhan, ikaja zaka, ikaja haji. Sasa mwaka wa haji ni lini iliyofaradhishwa? Haji ilikuja mwaka gani? Haji ilifaradhishwa katika mwaka wa 7, wa 5, wa 9. Kauli yenye nguvu zaidi, haji ilifaradhishwa katika mwaka wa 9 wa hijiria, yani kwa maana Mtume alipokuja hijra, alipohamia Madina, akakaa mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, 6, 7, 8, wa 9 ndio ikaja fardhi ya haji. Na ndio maana Mtume mwenyewe amehiji mara moja. Tumsalie Mtume Muhammad. Hakuna katika riwaya utakuta kwamba Mtume ana hija 10 au 3. Ana hija mara moja tu. Hii ina maana gani? Maana yake kwamba kumbe funga ya siku ya Arafa ilikuwa ipo kabla ya haji kuja. Hapa sasa ndo tunatakiwa sisi, ndugu zanguni, tufahamu haya mambo ambayo kwamba tunatatizwa nayo. Manake inakuja kama masala ya kwamba nini, ili mradi tu kuharibiwa maneno na mazungumzo. Kumbe hili suala halina mafungamano na kisimamo cha Arafa. Sasa utakuta mtu akwambia, bwana nyinyi mnafunga kesho wakati watu washasimama jana. Arafa ngapi bwana? Au Arafa yenu Arafa ya nani? Sisi hatufungi kufunga kisimamo shekhe. Tunafunga ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo kisimamo cha yaumu Arafa hakina mafungamano na kufunga kwa Arafa. Nafikiri hii ambayo kwamba nimeieleza kwamba kufaradhishwa au kushereheshwa au at-tashri'u fil 'idain fi sanati athaniya min al-hijrati, kuletwa mashru'i ya kwamba swala ya Idi ni mwaka wa pili katika mwaka wa hijiria, Mtume kuanzia kuhama. Halafu mwaka wa 3 hakuna haji, Mtume anaendelea kufunga nini? Siku ya Arafa. Mwaka wa 4 hakuna haji, Mtume anaendelea kufunga nini? Siku ya Arafa. Mwaka wa 5 Mtume anafunga sumu ya Arafa, na yeye anafunga na anawaambia watu nini wafunge, na siku ya 10 watu wanasherehekea nini? Eidul Adha. Hakuna haji. Hakuna watu wanaosimama kisimamo cha Arafa, kwa sababu hakuna haji. Utaenda kusimama nini? Kwa hiyo watakwambia kwamba hii ni ikhtilafu ya matali'. Unajua kuna kitu kinaitwa ikhtilafu al-matali', tofauti za machomozo ya jua na kuzama kwa nini? Kwa jua. Je, ikhtilafu hii ipo? Waweza kuambia bana, hii ni ikhtilafu iliyopo kwenye madhhabu ya Imam Shafi'i tu. Hapana, si kweli. Ikhtilafu al-matali' ipo kwa wanazuoni, na masala haya ndio yamekuja kutugawanya watu. Leo hii utakuta mtu nyumba moja, huyu leo anaswali, yule kafunga, huyu kafungua, yule anafunga. Ni masala ambayo kwamba yamekuja hivi juzi ndugu zangu Waislamu. Hebu tufaradhishe miaka 60, miaka 70 nyuma kulikuwa hamna hivi vyombo ambavyo kwamba tunavyo leo, ma TV, masimu na nini. Watu walikuwa wanafunga vipi? Je, kuna mtu alikuwa anatoka safari hapa anakwenda mpaka Maka, anauliza jamani, mtasimama lini huko na sisi tuje tufunge? Hamna. Baada ya kuja hivi vyombo na walioenda kusoma huko Madina wakaja na hizi siasa za kwamba inabidi tusimame kama watu wanavyofunga kule, watu wamesimama, watu wamefunga kule. Yalikuwa hayapo ndugu zangu.
Na hii ikhtilafu al-matali' ni somo lipo, kutofautiana kwa machomozo yapo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ambayo kwamba imethibitisha hilo. Anasema ويقول البعض أن هناك أقوال شافعية فقط، يعني kwamba haya ni maneno ya kishafi'i peke yake. Si kweli. فإذا رجعت في مذاهب أخرى كأبي حنيفة ستجد الكثير من العلماء. Ukirudi kwenye madhhabi ya Abu Hanifa, wanawazuoni kadhaa wanathibitisha maneno ya nini? Ya ikhtilafu al-matali'. Nitakutajia vitabu na wanawazuoni wake, uende ukaangalie, je, wamesema haya ama hawajasema. Rudi kwa al-Imam, anasema Al-Kasani fi Bada'i' as-Sana'i'. Kitabu kinaitwa Bada'i' as-Sana'i' lil-Imam Al-Kasani. Nenda katika kitabu cha al-Imam Az-Zailai fi Tabyin al-Haqa'iq, masala haya ya ikhtilafu al-matali' yametajwa. Nenda katika kitabu Sheikh Zada fi kitabi Majma'u al-Anhar, utakuta masala haya yametaja. Nenda katika kitabu cha al-Imam Az-Zabidi Ithafu Sada al-Muttaqina fi Sharh Ihya Ulumuddin, utakuta ametaja masala haya. Ukija katika upande wa al-Malikia, al-Sheikh Ibn Rushdi, Ibn Qarafi, Ibn Abdul Barri, Ibn al-Imam al-Qurtubi, maimamu wakubwa hao wanathibitisha kwamba kuwepo kwa nini ikhtilafu al-matali'. Ama ukija kwa Imam Shafi'i ndio usiseme, takriban wanawazuoni wote wa Imam Shafi'iyya wanathibitisha kwa uwepo wa ikhtilafu al-matali'. Imam Ahmad Ibn Hanbal ndio anasema ukionekana sehemu watu wote wafunge. Akaja al-Imamu anayefahamika kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akafafanua hili, akasema al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal aliposema utapoonekana sehemu moja kote ufuatwe, amemaanisha vile zile sehemu zilizokuwa zimekaribiana. Na ndio hiyo anarudi kwenye ile kauli yetu, wale ambao kwamba wanaafikiana machomozo ya jua na kutwa kwa jua, wale hukumu yao ni moja katika nini? Kufunga na kufungua. Kwa hiyo tumesema hapa Arafa haina mafungamano na kisimamo cha haji. Utakuta mwingine akwambia Arafa kwani ni ngapi? Mwambie Arafa ziko 3. Arafa ziko ngapi? Ziko 3. Arafa kwa maana ya siku ni Arafa ile. Na hii tumeipata wapi? Katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad fi musnadihi biisnadin sahihin. Anasemaje? Inna Allaha akhadha al-ahda ala dhahri adama bina'mani fi yawmi Arafa. Yani Mwenyezi Mungu amechukua ahadi na mithaq kwa nani? Kwa Nabii Adam, kabla hajamuumba, ala dhahrihi, hajatuumba sisi sote. Akasema ile kauli yake maarufu, alastu bi rabbikum qalu bala. Sote sisi viumbe wote sisi tuloumbwa, binadamu na majini, tulisema bala. Mwenyezi Mungu alituuliza, mimi si Mola wenu? Sote tukajibu, yani sisi sote tuloumbwa, sisi Waislamu, makafiri na wengine wote, tulijibu bala. Haya maswali Mwenyezi Mungu alimuuliza Nabii Adam wapi? Akiwa katika, ilikuwa ni siku ya Arafa katika Wadi Na'man. Nenda katika Musnad ya Imam Ahmad utaiona hadithi hiyo. Sasa Arafa kwa maana ya siku tushaipata hiyo na dalili tumewapa hiyo. Arafa kwa maana ya sehemu ndio ile Jabalur Rahma, ile sehemu wanaosimama mahujaji siku ya Arafa. Ile sehemu ile inaitwaje? Inaitwa Arafa.
Kuna Arafa kwa maana ya kisimamo chenyewe kile kinaitwa alwuqufu biarafa, na ndiyo amali yenyewe inaitwa Arafa. Tumeelewana ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo usibabaishwe kwamba mbona sisi tumekuwa tofauti, mbona sisi imekuwa tunakwenda kinyume. Hakuna. Na ukitaka ushahidi wa ikhtilafu al-matali', na kwamba kila mmoja afunge kwa muonekano wa nyumbani kwao, afunge kwa muonekano fi baladihi, ziko adilla nyingi sana. Kwanza itotoshe hadithu Kurayb. Hadithu ya Kurayb. Kurayb huyu ni mmoja katika matabi'i wakubwa. Asema alitumwa, na iko katika sahihi Bukhari, ni hadithi sahihi, haina mashaka hii, sio kama ni dhaifu, hamna. Huyu Kurayb alifanya nini? Alitumwa na Ummul Fadl. Sawa? Alitumwa fi baadhi hajatihi fi Sham, alikwenda Sham kwa baadhi ya haja zake kabla Ramadhani kwa muda mchache. Akifika kule siku ya Ijumaa, watu wakaona mwezi usiku wa kuamkia Ijumaa, maana Alhamisi usiku wakaona nini? Mwezi wa Ramadhani, wakafunga, na yeye akafunga na watu pale. Akaenda nao mpaka karibu Ramadhani na kuisha, safari yake ikawa inaisha, akarudi mji wa Madina. Ndugu zangu, tusikilizane kwa makini hapo. Mtume au bwana Kurayb akarudi kutoka Sham, akaja mji wa Madina, akaikuta Ramadhani inaendelea kufungwa. Kufika pale akakuta tayari ni tarehe mwezi 29, 30 na kwenda. Akazungumza na Ibn Abbas. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Mungu mwenyewe kutaka kutuonyesha kwamba kutakuja ikhtilafu baadaye, ngoja Mwenyezi Mungu alitoe hili ili lipate kupatikana katika ahadithi, tena hadithi zilizokuwa sahihi. Ibn Abbas amuuliza Kurayb, kwa nini huko mmefunga lini? Kurayb ndo anamwambia Ibn Abbas kwamba sisi kule tumeanza kufunga usiku wa Ijumaa, ndo tumeona mwezi. Ina maana sisi tumeanza Ijumaa tarehe 1 ya Ramadhani. Akaamba sisi huko tumeona mwezi Ijumaa usiku, kwa maana sisi tarehe 1 ilikuwa lini? Jumamosi. Tumeelewana vizuri eh? Huyu Kurayb anamuuliza awalam naktafi au awala naktafi bi ru'yati Muawiya, je, hatujitoshelezi na Muawiya? Kwa sababu kule Muawiya ni amiri, ni kiongozi wa umma, amirul mu'minin. Je, haitutoshi sisi kuona kwake? Ikawa kumbe nyinyi kuona mwezi tufuateni kule? Ibn Abbas akamwambia hapana, sisi tumeona kuchelewa, tumeona Jumamosi, basi sisi tutaendelea tukamilishe 30. Hatuwezi kuwapata watu wa Sham. Kisha akamwambia hakadha amarana Rasulullah, tumswalie Mtume Muhammad, hatuwezi kufuata muandamo wa huko, sisi tutafuata muandamo wa hapa kwetu. Kwa nini? Hivi ndivyo tulivyopokea na ndivyo alivyotuamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeona maneno yalivyokuwa yamelingana, yamestawi sawa sawa, hakuna jongo, hakuna kwenda huko wala kule. Ibn Abbas anamwambia sisi tutafuata muandamo wetu. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndivyo tulivyopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio mapokezi waliopokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithu ya Kurayb ina mambo mengi ambayo kwamba tunajifunza kupitia hayo. Anasema anna almuslimina fi dhalika alwaqti dawla wahida wa Muawiya khalifatuhum, Muslim kwa ni dola moja, Muawiya ndio khalifa wetu. Falau lam yakun ikhtilafu almatali' mu'tabaran lama wasi'ahum khilafuhu, lau hizi ikhtilafu almatali' ingekuwa hazizingatiwi,
ingekuwa inawatosha wao kuona muonekano wa Sham wa Muawiya. Lakini ilipokuwa kutofautiana kwa kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua ni jambo linalozingatiwa, wakafuata mwandamo wao. Huyu bwana atueleza kisha anna Kurayban akhbara Ibn Abbas biannahu huwa raa ash-shahra wa raahu an-nas ma'ahu. Kisha huyu Kurayb kamwambia kabisa, ya Abdullah ibn Abbas, mimi mwezi nimeuona mwenyewe, si mambo ya kuambiwa, na watu wakauona. Kwa nini sasa tusifuate kule? Haina haja sisi kwamba tutofautiane. Wa Kurayb tabi'i jalil min afdal man rawa an Ibn Abbas, na Kurayb ni katika matabi'i wakubwa na ni katika watu bora waliopokea kwa Ibn Abbas ahadith nyingi sana. Waqad kharajat lahu ahadith kathira fi al-Bukhari, na zimetoka hadithi nyingi ambazo kwamba zimemweleza Kurayb, lakini yeye hadithi nyingi ambazo amezipokea kwa Ibn Abbas ambazo zimepokewa na Bukhari na Muslim. Hapa anatuonyesha kwamba huyu Kurayb ni mtu mkubwa na ameona. Pamoja na hivyo Ibn Abbas hakutosheka na kwamba huyu kaona mwezi, kwa hiyo tumfuate huyu, kwa sababu wanatofautiana sehemu na nini na machomozo. Suala hili lilikuja kwa Sheikh Saleh bin Uthaymeen au Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen, mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Makkah. Lilikuja swali hili katika fatawa zake, akaulizwa, sisi kulikuwa na watu wa Saudia wamehama kikazi, wamekwenda miji mingine, alikwenda Pakistani, alikwenda Afrika, alikwenda wapi. Sasa ikawa kuna changamoto ya nini, ya muandamo wa mwezi. Akamwambia, bwana, sisi tumegawanyika watu sampuli tatu. Kuna watu wameamua kufuata muandamo wa huku moja kwa moja. Kuna watu wanafuata muandamo wa Saudia moja kwa moja, hawaulizi hili wala lile. Lakini kuna watu wameamua hivi, Ramadhani wanafunga na sisi hapa kwa muandamo wa hapa, isipokuwa Eidul Adha wanafunga kwa muandamo wa Saudia. Je, hukumu yetu ni nini? Na hili lipo sana, hasa hata sisi ambao kwamba tupo Tanzania, Kenya na kadhalika. Utakuta mtu akwambia, bwana, kama Ramadhani ahla wa sahlan, tutapata muandamo wetu, lakini Saudia siku za haji inakuwaje? Kwa sababu watu wamesimama kule, itakuwa vipi sasa sisi tu? Shekhe, soma ufahamu kwamba ujue hakuna mafungamano ya kisimamo cha Arafa na funga ya nini, ya siku ya Arafa. Ibn Uthaymeen akawajibu hivi, na nukuu, anasema, wasawabu annahu yakhtalifu biikhtilafi almatali'i. Hii inatofautiana kwa matofautiano ya machomozo. Vipi? Fa mathalan, akatoa na mifano ili mtu uelewe anachokizungumza shekhe hapa. Asema, fa mathalan idha kana alhilalu qad ru'ya bi Makkah, mfano mwezi umeonekana katika mji wa Makkah, wa kana hadha al-yawm huwa al-yawm at-tasi', na hiyo siku ikawa ni siku ya 9, wa ru'ya fi baladin akhar qabla Makkah bi yawmin, wa kana yawm Arafa indahum al-yawm al-ashir, fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm li'annahu yawm 'id. Yani anatoa fatwa lakini anakupa na mifano ili upate kuzingatia. Usije ukasema mfano ikitokea hivi, kisha kupigia na mfano shekhe. Na ajabu hili halijawahi kutokea wala sitatokea lini, subhanallah, kwamba eti sisi tumeona mwezi mbele kuliko Makkah. Ala kulli hal, iftiradan kwamba tumeona mwezi kwetu ikawa moja, Makkah ikawa mbili, wa hakadha mpaka siku ile ya 9. Wao wanasimama kisimamo cha Arafa, sisi kwetu ni 10. Je, tufunge kuwafuata wale? Asema hapana, ni haramu kufunga kwa sababu siku ile kwenu nyie ni Eid. Waacheni wale wasimame kwa sababu wao kisimamo cha Arafa, na watakao kuwa wanaishi mji ule watafunga siku ya Arafa kwa sababu ni siku ya 9 kwa wao.
na ikitokea kinyume hivyo hivyo. Wakadhalika law qudira annahu taakharat ar-ru'ya an Makkah, lau itaakhirika Makkah kuonekana mwezi au kinyume huku kwetu tukaona kama hivi tulivyo sasa hivi, sisi tumeona mwezi kwa kuchelewa, wao wametangulia kwa siku moja. Kule kuna kisimamo cha Arafa. Je, tufunge kwa sababu eti watu wamesimama Arafa? Shekhe anasema hapana, kwa sababu kwenu ni 8 na sunna ya kufunga ni siku ya 9. Watu wanakuambia muone huu mwezi wa siku ya pili huu, nyinyi mnasema wa leo. Sasa si ndo maana ya hadithi jamani? Unajua tatizo kusoma ndo tuna matatizo sisi. Mtume anasema fa in ghumma. Nini maana in ghumma? Hebu kasome neno hili ya in ghumma. In ghumma maana yake kuna mawingu yamekufanya wewe hukuona ule mwezi. Hukulazimishwa usifunge kwa sababu nini? Hukuona mwezi. Kama upo nje kwenye Shaabani, endelea kula, utafunga baada ya kukamilisha nini? 30. Ikiwa ni Ramadhani umetizama mwezi 29 hukuona mwezi, ndio hiyo fa in ghumma. Maana yake kwamba Mtume SAW anatuambia kwamba mwezi unawezekana ukawa upo umezibwa tuna mawingu. Sasa sheria haikulazimishi. Sasa ukiwa umeona siku ile ambayo kwamba ndio umeonekana, usije kusema bana huu mwezi wa siku ya pili huu mwezi mkubwa, zipo kejeli za namna hiyo. Nyinyi itabidi mlipe siku moja bana. Wapi umeona sheria hiyo? Sasa kwa nini Mtume aseme fa in ghumma alaikum? Ingekuja hadithi fa in ghumma alaikum, mtapokuwa mwezi hamkuona kwa sababu ya tatizo la mawingu, fa in ra'aytumuhu thani yawm, mtapouona siku ya pili ukawa ni mkubwa umeonyesha kwamba ni wa jana, basi lipeni. Ingekuja hadithi. Mtume hakuacha kubainisha kitu chochote. Mtume hakuacha jambo lolote ambalo kwamba wanawazuoni nao walipokuja vile vile hawakuacha jambo lolote la kubainisha. Unajua wanazuoni mpaka wamefikia daraja wameleta mifano ambayo kwamba ya iftiradhiyan, maana yake tuseme imekuja jambo la namna hii, hukumu yake nini? Wakasema mfano, mwanadamu amemwingilia mbuzi ule akaza mtoto, amekuja na sura ya binadamu kamili. Je, yule afaa kuwa kadhi? Je, afaa kuswalisha? Je, afaa kufanya hivi? Je, afaa kuoa? Je, au tuweza kumchinja tukamla kama mbuzi? Yote yako katika ahkamu hizo, japo ni mambo hayawezi kutokea, ni nadir jiddan, lakini tayari wanaozuoni washayapigia mahesabu. Kwa hiyo na hili nalo pia kama ingekuwa lipo, lingekuwa limepigia hesabu. Tungeambiwa bana, ikitokea siku watu kule wamesimama, basi itabidi na nyinyi mfunge kama wao, mfunge kama vile walivyosimama wao, kwa sababu ile ndio itakuwa siku ya Arafa. Mwingine akwambia alhajju Arafa bana, si tuzungumzia masala ya somo, tuzungumzia haji. Ndio alhajj, Rasul sallallahu hadith sahih asema alhajju Arafa, maana ya haji ni Arafa. Maana yake atakayekosa Arafa hana haji. Yani mfano umetokea wewe umekwenda kufanya haji, bahati mbaya siku ile Arafa hukuenda kwenye kisimamo cha Arafa, ima umepatwa na homa kali ukashindwa kufika pale, au umepata dharura umepotea hukujua Arafa ni wapi, ukaenda sehemu nyingine, kwenda zako Mina huko, takoma na alokuwa baki nyuma nani? Lazima ufuate watu vile wanakuona. Wewe umelala, wewe watu tayari wanaelekea Arafa, wewe uko zako hoteli ndio unataka kujiandaa, mwisho wa siku huna haji, inabidi mwakani uje ulipe Arafa ndio haji yako itimie. Sasa haji Arafa hii hatusemi ni haji sisi, wala hatukusema tutafungia haji. Sisi tunafunga nini? Siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Na haya yote ndugu zanguni tumeleta almanqul walmaqul kiakili, na nukuu ambazo kwamba tumezieleza hapa zote nafikiri zitakuwa zimeeleweka, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuelewa, kwa sababu hizi ni tashwishi ambazo kwamba kila mwaka zinajitokeza. Wakija kwenye hoja ya kwamba tufuateni muandamo wa pamoja, tumeeleza hadithi ya Kuraibu hapa. Maelezo ya masahaba yanatuambia nini?
Kisha tizama Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amrahamu radhiallahu anhu, amesema neno zito hapa, akasema hakadha amarana Rasulullah, hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakusema hivi ndio tunapokwenda sisi masahaba, karudisha kwa Mtume, ambao hii ni hadithi tena sahihi wala haina utata ndani yake. Lakini walioamua kufuata miandamo ya kimataifa wameamua wenyewe. Ukirudi kwa masheikhe ambao kwamba wapo ndani ya Saudia, wameulizwa maswali haya, wanasema kila mmoja afuate mwandamo wao. Haya, tukija katika kufunga Arafa ni nini? Tumeeleza kwamba Arafa haina mafungamano na haji. Arafa ni kitu na funga ya haji ni kitu, kwa maana kile kisimamo ni kitu kingine na funga ya siku ya 9 ni kitu kingine. Ni vitu viko wazi, wala hakuna ambacho kwamba mtu anaweza kusema mimi hapa inatakiwa kwamba kwa sababu Mtume ameiweka katika kiamu Arafa basi na mimi nifunge kwa sababu ya watu wako kule. Mungu saa nyingine subhanallah anafanya mambo yake kwa maksudi. Corona hii imekuja kwa wakati ambao kwamba na sisi tushuhudie kwamba kiamu Arafa hakuna na watu wakafunga, kwa sababu isingetokea hii ukileta hata iftiradhan kwamba jamani, haya siku tumeambiwa hakuna haji, hakuna kisimamo, watu watafunga, mtu atakwambia bwana, itatokea lini hiyo? Mbona maneno hao wanatamani kwamba hayaeleweki? Wapi utasikia kwamba hakuna haji wala watu watasimama? Hili ni jambo lilipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na litaendelea kuwepo jambo la kheri kama hili, lakini Mungu kaleta jambo ambalo kwamba ni tatizo limeingia katika jamii ya dunia nzima. Matokeo yake watu hawakwenda Arafa, haikusimama kisimamo, na watu tukafunga siku ya 9 kama kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, inshallah nafikiri mada imeeleweka, na haya ndio tuliojaliwa kuyasema katika kufikisha mada hii. Na kama kuna mtu yoyote, tutatoa kipindi cha kuuliza, pengine mtu hajaelewa, kuna hoja fulani au kuna hadithi ambayo. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kutoka Idrisa hapa Kariakoo, Dar es Salaam, katika mjadala mkubwa unaohusiana na Arafa. Somo la leo ni somo ambalo lilikuwa pana sana, ndani yake lilikuwa lina mambo mengi, kama unavyoweza kushuhudia namna ya mada hii inavyoweza kuleta maswali mengi na inavyoweza kugonga vichwa vya habari duniani. Maana ndani ya Arafa kumekusanya mambo mengi. Kuna sunna ya kuchinja, lakini kuna Arafa, lakini kuna hija yenyewe ambayo inabeba Arafa. Kwa hiyo kwa muktadha huu ni mada ambayo imebeba maswali mengi, na kwa hakika inawapa watu wengi maswali mengi ya kuuliza na mada nyingi za kuulizana pasipo majibu. Walillahi alhamdu, Sheikh Abul Hassan leo ameweza kuchambua na kuweka kila kitu mahala pake. Tumestafidi na tumepata faida hapa, alhamdulillah. Nikukuletea mdahalo huu adhimu kabisa kutoka hapa Masjid Idrisa, ni ndugu yako al-akhi al-karim Maalim Balo. Tukutane mara nyingine tena insha Allah.